Fahamu kwamba katika dira ina maeneo manne makubwa. Eneo la kwanza linazungumza msingi mkuu wa dira, eneo la pili linazungumza nguzo tatu za dira, eneo la nne linazungumza vichocheo vinavyohusiana na mambo ya dira, lakini pia inazungumza sekta wezeshi ambazo zipo. Sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi ikitohoa kutoka katika dira inalenga kuweka mkazo zaidi katika hizo sekta ambazo ndizo za kimageuzi, ambazo na sisi kama wizara tunaziangalia kama zitatengeneza fursa kubwa zaidi kwa vijana, hasa katika maeneo ya ajira na vipato vyao. Na hizi ndizo nguzo muhimu za utekelezaji wa ajenda ya vijana katika miaka 5 na 25 ijayo kama ilivyo dira. Na sisi kama wizara tunaahidi kushirikiana na nyinyi waandishi wa habari pia katika kuhakikisha kwamba masuala haya yanajulikana, yanafahamika, lakini pia tunayapa kipaumbele. Ndugu wanahabari, sambamba na misingi hiyo, serikali inaendelea kushughulikia changamoto kuu zinazowakabili vijana, lakini pia ajira zisizo na tija. Kuna watu ambao tunasema wanakuwa underemployed. Anaajiriwa lakini bado tija yake haiendani na ile input yake ambayo anaiweka katika kazi anayofanya. Lakini pia upungufu wa ujuzi unaohitajika katika soko la ajira. Tumekuwa na changamoto kubwa sana, wataalamu wanaita mismatch kati ya skill na kile kinachohitajika katika soko la ajira. Na ile nafikiri imekuwa ni mjadala mkubwa, na ndio maana kuna maboresho makubwa sana katika sekta zetu za elimu pia, ili kuona kwamba vijana wanaotoka katika sekta za elimu wanakidhi mahitaji ya waajiri ambao wanahitaji pia. Lakini changamoto nyingine ambayo wote tunaifahamu na imesemwa sana ni ukosefu wa mitaji kwa vijana wajasiriamali, na hasa pia kampuni changa ambazo ni startups. Na katika hili naomba nitoe taarifa chache kwamba kama serikali kati ya mwaka 2021 mpaka mwaka huu 2025 tunao mfuko wa maendeleo ya vijana ambao umekuwa ukijaribu kuanzisha kusaidia vijana ambao wanafanya shughuli zao, ambao zaidi ya bilioni 3.1 zimetolewa na miradi 141 imefanyika kupitia mfuko huu. Sasa tunaweza tukawa tuna mjadala kwa maana ya ufanisi wake na matokeo, lakini serikali kwa sehemu yake imefanya, na baadhi ya maeneo ambayo tumejifunza na tunachotaka kuboresha nitakieleza hapo baadaye. Lakini tunafahamu halmashauri zetu zimekuwa zikitenga 10%, na katika ile 10 4% imekuwa ni ya vijana. Katika miaka 2021 mpaka 2025 takriban bilioni 36.64 zimeenda kwa vijana wa nchi hii kupitia halmashauri zetu, na zimeenda kwa vikundi vipatavyo 2867, na vikundi hivi vinafanya shughuli mbalimbali na mambo mbalimbali, lakini nia ilikuwa ni kuhakikisha kwamba changamoto ya mtaji kama nilivyoeleza inaweza kuweza kupatiwa majibu. Lakini pia ni muhimu tufahamu, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuta sheria inayohusiana na manunuzi ya umma ya PPRA, ambao mwanzoni ilikuwa inatoa asilimia ndogo sana kwa makundi maalum, na baadaye alipoingia madarakani aliagiza kwamba yafanywe marekebisho ili kuhakikisha makundi maalum yakiwemo vijana wanafaidika na manunuzi ya umma. Sheria sasa ambayo tayari imeshasainiwa na inatakiwa kufanya kazi inaagiza mashirika ya umma yote, kwa maana taasisi zote za kiserikali na idara zake zinapofanya manunuzi zitenge asilimia 30 ya matumizi yake kwa ajili ya makundi maalum zinazoitwa special groups, kwa vijana, wanawake, watu wenye ulemavu pamoja na wazee. Na ukiangalia kwenye bajeti ya serikali takriban trilioni 30 zinatumika katika matumizi ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo katika hili pia tumeendelea kuwahimiza vijana wajisajili katika mfumo ili pia waweze kushiriki katika shughuli za manunuzi ya umma. Na mpaka sasa makampuni takriban 299 ya vijana yameweza kufaidika na tenda hizi za serikali kutoka katika taasisi mbalimbali. Na mimi wakati napita kwenye ziara yangu, yako maeneo ambayo nilikuta wamefanya vizuri sana katika ile eneo. Ipo ofisi ya mkoa wa Mtwara, nilikuta hiyo kitu wamefanya. Nimekuta ofisi ya Same, nilikuwa jana pale, ofisi ya wilaya, wanahakikisha kila wanapofanya manunuzi wanawapa pia sehemu ya asilimia 30 wanaitenga kama sheria inavyotaka. Na katika muda wa 2021-2025 zaidi ya bilioni 10.8 zimeenda kwenye makampuni madogo ya vijana. Na hili, ndugu waandishi wa habari, ni eneo ambalo sisi kama wizara tumesema tutashirikiana na taasisi zingine za serikali, lakini tutatoa awareness zaidi kwamba tunachotaka sio tu tuwapatie vijana pesa kidogo kidogo, tunataka tukuze makampuni yao. Na Mheshimiwa Rais alizungumza waziwazi katika hotuba yake wakati anafungua bunge, alisema anataka makampuni ya vijana atengeneze makampuni yenye nguvu ya vijana. Makampuni yenye nguvu ya vijana yanatengenezwa kwa kutumia mifumo kama hii, ambapo vijana wanaweza wakaunda kampuni zao na kufanya shughuli katika halmashauri zetu, katika ofisi zetu za serikali kwa kutumia kampuni zao ndogo ndogo. Kukabiliana na changamoto hizo, serikali imejipanga kuimarisha utekelezaji wa sera ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, na kuhakikisha kuwa vijana wanaandaliwa vyema na wanapata fursa za kujiajiri, lakini pia fursa za kuajiriwa. Mikakati yetu
ya wizara imeelekezwa katika maeneo 13 ya kipaumbele ambayo yameainishwa katika sera ambayo nimeitaja. Maeneo hayo yanajumlisha elimu na mafunzo ya ufundi stadi, uvumbuzi na ubunifu, uchumi wa kidijitali, ukuzaji wa ajira, ushiriki wa vijana kwenye shughuli za kijamii na kiuchumi, uzalendo na maadili, afya na ustawi, malezi na makuzi, taaluma ya maendeleo ya vijana, uongozi, usawa wa kijinsia, mazingira na ujumuishaji wa vijana wenye ulemavu. Yenye dhamana ya kazi na ajira inaendelea kuandaa na kuimarisha mikakati ya kuongeza fursa za ajira ndani na nje ya nchi, ikijumuisha uimarishaji wa huduma za ajira, usaili na uidhinishaji wa waajiri na mawakala wa ajira, ulinzi wa haki za wafanyakazi wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi, pamoja na kuimarisha mifumo ya ulinganifu na ujuzi wa mahitaji ya soko. Nafikiri mtakuwa mmeona hivi karibuni kumekuwa na mikataba mingi ambayo serikali inaingia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatengeneza pia ajira nje ya nchi. Na ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelezea hilo jambo kwa ufasaha sana, kwamba pamoja na kutengeneza fursa za ajira ndani ya nchi, tunataka sasa tuweze kupeleka watu wetu nje ya nchi waweze kupata fursa za kiajira. Na kwa mambo mengi ambayo yanaendelea, na naamini wizara ambayo imejikita katika eneo hili pia itakuwa na takapokuja taeleza kwa mapana kuhusiana na programu hii ambayo inafanyika. Lakini pia sambamba na hilo, serikali imeendelea kuimarisha programu za mafunzo kazini na kuwasaidia vijana kupata uzoefu, yani internship, na kupata attachment katika maeneo mbalimbali. Na hii imefanyika kupitia mifumo ya uendelezaji ujuzi inayofadhiliwa na mchango wa maendeleo ya ujuzi, Skill Development Levy, ambao inatolewa kupitia makampuni. Lakini pia tunao mifuko ya uendelezaji wa ujuzi kwa lengo la kuwapa vijana uzoefu halisi wa kazi na kuongeza ushindani wao katika soko la ajira. Moja ya changamoto ya vijana mara nyingi wamekuwa wakisema ni kwamba wanapoenda kutafuta kazi wanaulizwa experience, inakuwa imetangazwa pale kwenye tangazo la kazi. Kwa swali imekuwa kwamba tunapataje experience? Serikali imekuja na jibu la swali kwamba sasa kijana anaweza akapitia mifumo aka-apply, akaweka CV yake. Baada hapo serikali ina mkakati ambao tayari uko unafanya kazi, ambapo vijana wanapata nafasi za kupata attachment kwenye maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata ujuzi. Na serikali huwa inawalipa wale vijana posho kiasi fulani kwa ajili ya kwenda kazini na kurudi na kuendesha maisha yao. Kwa mpango huu tutaendelea kuusukuma uwe ni sehemu nzuri ya vijana kupata uzoefu, ili kesho na keshokutwa kijana anapoulizwa experience anakuwa tayari kuna jambo ambalo ameshalifanya kwa mikono yake. Pia kupitia programu hizi zaidi ya vijana 1,154,778 wamejumlishwa katika programu hizi, ikiwemo programu inayohusika na urasimishaji wa ujuzi. Na hili pia naomba nilielezee kidogo kwamba kumekuwa na vijana wako kule mtaani ambao unakuta wameshiriki kwenye kufanya mambo mbalimbali. Na nyinyi hapa ni mashahidi, ndugu waandishi. Ukiwa na gari yako unaweza kukuta gari ni very complicated, lakini kijana tu yuko kule mtaani amefanya kazi miaka 4-5 na ni mtaalamu, akisikia tu sauti ya gari yako anajua tatizo ni nini. Sasa tunasema kwamba serikali imekuja na program kwamba huyu sio lazima tumkalishe tena darasani sawa sawa na kijana mwingine. Tayari ana ujuzi ambao ameuacquire. Tunachofanya ni kumrasimisha ili atambulike katika mifumo rasmi. Na hizi ni program ambazo duniani maeneo mbalimbali wanazifanya, na sisi kama taifa tunaona ni eneo la msingi sana ili kuhakikisha tunapata faida ya ujuzi ambao bado haujarasimishwa, kama nilivyozungumza mwanzoni kwamba dhamira moja hapo ni kurasimisha shughuli za vijana. Lakini katika kuongeza ajira kupitia sekta zenye uzalishaji mkubwa, serikali inaendelea kutekeleza na kuratibu programu maalum za kilimo biashara, madini na uvuvi ambazo zinalenga kuongeza tija, lakini pia kuongeza thamani kwa maana ya value addition, na kukuza ajira kwa vijana katika mnyororo mzima wa thamani, kuanzia na uzalishaji, uchakataji, usafirishaji, masoko na hadi kupata zile huduma saidizi, supporting services ambazo zinahitajika. Kwa upande wa uwekezaji na uanzishaji wa viwanda, serikali inaendelea kukuza uwekezaji maalum wenye kulenga ajira za vijana, ikiwemo kupitia mfumo wa kongani na uwekezaji kupitia taasisi ya TISEZA kwa kurahisisha taratibu, kupunguza urasimu na kuvutia miradi inayoongeza ajira na ujuzi kwa vijana. Na mwelekeo huu unaenda sambamba na hatua za serikali za kuendeleza programu za uwekezaji zinazoweka vijana katikati ya kila mpango, ikiwemo uanzishwaji wa mikakati ya vijana kumiliki na kuendesha miradi ya uzalishaji na viwanda vidogo. Na hili naomba niseme kisera sasa imeelezwa waziwazi. Ukiangalia dira imeeleza vitu vitatu vinavyozingatiwa katika sekta ambazo tunazichagua kama taifa, na katika kitu cha kwanza kinazingatiwa ni miradi inayozalisha ajira. Kienda lakini pia Wizara ya Uwekezaji watakwambia pia wameweka vigezo vyao 5 ambavyo mradi ukija vinatumika kuvitathmini. Eneo la kwanza mojawapo
ni utengenezaji wa ajira. Kwa hiyo pia sisi kama wizara tumesema, kwa sababu kama nilivyoongea ni cross cutting, kama ambavyo kila tunachokifanya huko nyuma tumekuwa tukifikiria habari za gender, pia na sasa hivi kila kinachofanyika vijana lazima pia wafikiriwe katika mipangilio ambayo tunaifanya. Na katika hili sisi kama wizara tutashirikiana kwa karibu sana na TISEZA. Tunakuja na program ambayo inaitwa Youth Investment Program, kwamba tunataka vijana wawe investors, wawe wawekezaji katika taifa letu. Pia kama ambavyo tumekuwa tukiwapa kipaumbele wawekezaji wageni, tunataka vijana wa nchi pia wapewe kipaumbele katika swala zima la uwekezaji pia. Na kuna special economic zone ambazo zitaanzishwa, ukiacha za jumla zitakuwepo ambazo ni Youth Special Economic Zone YSEZ, ambazo zenyewe zinalenga katika miaka 5 ijayo tuwekeze katika vijana ambao watakuwa wazalishaji na watengenezaji. Na hapa naomba niseme sisi kama wizara, maono yetu ni kwamba pamoja na juhudi kubwa ambazo zinafanyika katika kuwezesha vijana, lakini tunataka tusiwe tuna kundi kubwa la vijana ambao ni wasambazaji na wachuzi. Tunataka kuwa na kundi kubwa la vijana ambao ni wazalishaji na watengenezaji. Tunataka tutoke kwenye distributive economy tuende katika manufacturing and productive economy. Kwa namna hiyo maana yake inaweza ikatusaidia vijana wengi zaidi kuajiri wenzao. Na katika programu ya Youth Investment Program tunalenga kwamba katika miaka 5 ijayo tuweze kuwa na kampuni za vijana zilizofanya uwekezaji takriban 100,000. Lakini katika hizo 20,000 zikae katika Youth Special Economic Zone, ambazo pale kuna mambo tutawasaidia. Cha kwanza, tutawekea mkakati wa financing ambao ni rahisi kwa vijana. Kama unavyojua, moja ya changamoto ya vijana imekuwa ni kupata collateral, wanahangaika kupata vitu ambavyo vitaweza kuwasaidia kupata ile mikopo. Kwa hiyo tutatengeneza scheme ambayo huyo mtu anapokuwa kwenye ile scheme yetu, manake atakuwa hangaiki swala zima linapofika kwenye fedha. Na hapa tuzungumzi tu cash, tunazungumza pia asset financing, kwamba mtu anahitaji mashine, anahitaji mtambo. Tunataka ukijana aweze kununuliwa mtambo, uwekwe katika Youth Special Economic Zone, na akifika pale jambo la pili atakalopata ni infrastructure, miundombinu yote anayohitaji. Kwa kama ni maji, kama ni umeme, ataikuta pale. Cha tatu, itakuwa na one stop center service, regulatory services zote za kiserikali. Kwa maana kwamba BRELA, sio SIDO, sio OSHA, haya mambo yamewagharimu vijana wengi sana. Tunataka tupate mfano wa vijana ambao wakipewa mechanism na namna itakuwa inawarahisishia. Lakini hilo lingine tunataka waweze kuexport, wale ambao wanataka kuzalisha kwenda katika nchi za nje tuwasaidie. Kwa lengo letu katika miaka 5 ijayo kwa kushirikiana na TISEZA tuwe na makampuni 100,000 kwa Tanzania nzima, lakini 20,000 ambayo yatakuwa katika hizo Youth Special Economic Zone. Na malengo yetu kila kampuni iweze kuajiri vijana angalau 50 katika hiyo kampuni. Maana kupitia program tutategemea ajira milioni 1 zitazalishwa. Na jambo hili linawezekana kwa sababu Mheshimiwa Rais amekusudia na alisema kwamba anataka kuona vijana wanamiliki uchumi. Kwa lengo letu ni tusiwe tuna vijana ambao ni wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa, kwamba anaenda kununua China analeta hapa, anaenda kununua wapi analeta hapa. Hapana, hawananua Kariakoo anapeleka huko. Tunataka vijana wengi tuwatoe huko, tuwapeleke katika uchumi ambao unazalisha na unatengeneza, manufacturing and productive economy. Wafanye production na wafanye manufacturing. Kwa vile ambavyo wanaviagiza kwa kutumia rasilimali zetu zinazo, je, vingapi wanaweza kuvizalisha? Tukifanya hivyo, ina maana tutakuwa tuna vijana ambao sio tu wanatafuta ajira, lakini vijana pia ambao wanatengeneza ajira. Na sisi kama wizara tunaamini jambo linawezekana, na juhudi ambazo tayari ziko na mwongozo ambao Mheshimiwa Rais ametupatia, tunaamini litafanikiwa kwa kiwango kubwa sana. Kuweka msisitizo wa kuanzishwa na kuimarishwa kwa mifumo ya dhamana ya mikopo kwa vijana, credit guarantee schemes, ili kujibu changamoto ya muda mrefu ya vijana wengi wa kukosa dhamana. Kama vitangulia kusema, wamekuwa kukosa collateral. Kijana anaenda kukopa, anaulizwa lete nyumba, anaulizwa usilete kitu gani. Sasa ndo anaanza maisha, hawezi kuwa na hivyo vitu vyote. Sisi tunasema kama wizara tunataka tuone namna gani tunaondoa hii changamoto kwa vijana wengi katika nchi ya Tanzania kwa kutafuta schemes ambazo zitakuwa zina guarantee credit kwa vijana kwa utaratibu ambao tutakuwa tumeweka. Lakini pia hatua hizi zinakusudia kuongeza uaminifu wa taasisi za fedha kutoa mikopo kwa vijana na kupanua wigo wa upatikanaji wa fedha kwenye miradi yenye tija. Mlimsikia Mheshimiwa Rais ameahidi katika siku 100 atatenga bilioni 200 kwa ajili ya vijana pia, lakini pia kwa ajili ya wanawake. Sisi kama wizara tumejiandaa kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana ambao tunatarajia kutakuwa na mtaji wa takriban bilioni 8 ambao utakuwa unasaidia vijana pale. Na kama nilivyosema, dhamira yetu sio kuwekeza katika maeneo tu ambayo yanawafanya vijana waendeshe maisha yao kila siku. Tunataka vijana ambao wanaweza wakatengeneza pia ajira kwa watu wengine. Tukumbuke hizi initiative za kusaidia vijana ziko maeneo mbalimbali kama nilivyotoa takwimu kwenye serikali za mitaa. Kwa hiyo vijana
wote wako sawa. Tutaangalia kulingana na uhitaji ambao uko nao. Lakini pia tunaendelea kushauriana na kupendekeza katika benki zetu tuwe na youth investment windows, kwamba kushirikiana na sekta binafsi, kwamba vijana wanapokwenda kutafuta mitaji, wanapokwenda kutafuta mikopo, wasijumlishwe na watu wengine. Kama ambavyo tuna madirisha ya wanawake hapo katika benki zetu, tunataka pia na vijana wana special youth window, kwa sababu changamoto zao ni tofauti na changamoto za watu wengi pia. Na naamini kwa kushirikiana na sekta binafsi, hasa sekta za kifedha, tutafanikisha jambo hili na tutalifanya vizuri. Lakini sambamba na hilo, tumegundua kwamba vijana wengi wanapokuwa wanapewa mikopo, iwe ya halmashauri au iwe katika program mbalimbali za kiserikali, mfuko wa maendeleo ya vijana, mara nyingi wakishapewa pesa wanaachwa. Nimezunguka huko mikoani, nimeona unakuta mtu anasema nilipewa pesa lakini hakuna mtu amenifuatilia, hakuna mtu ameniuliza na changamoto gani. Sisi wote tunafahamu kwamba unapokuwa na wazo, unapoenda kulitekeleza, unaweza kukutana na changamoto ambazo wakati unalipanga wazo lako zile changamoto kuzifikiria. Sasa tumekosa sana coaching na mentorship katika programu zetu, ulezi na makuzi ya kuwasaidia. Kwa hiyo tumeona kwamba katika programu zote ambazo zitafanya zinazohusiana na vijana, tunataka tuwe na component ya mentorship. Na katika pia hotuba ya Mheshimiwa Rais ya kufungua bunge alieleza hili jambo kwamba vijana wapewe ulezi. Kwa hiyo tunapompatia kijana fedha kwa ajili ya kuanzisha kampuni yake, kwa ajili ya kuanzisha kiwanda chake, kwa ajili ya kufanya biashara yake, kama ni kikundi au kama ni mtu binafsi, tunataka pia tuwe na mfumo wa kuwasaidia wa vijana, kuwafuatilia, kuwalea, kuwakuza, ili wanapokutana na changamoto tusije tukaenda wakati tunataka tu marejesho. Unakuta kule halmashauri unakuta kijana amepewa hela atafuti mpaka siku ya kurejesha. Sasa anakutana na changamoto anamwambia nani? Akikutana amefeli anaenda kuongea wapi? Mfumo wetu wa kuempower vijana lazima uzingatie malezi pia, kwamba tuwe na watu watakokuwa wanasaidia pia. Na hili tunajifunza pia kwenye sekta binafsi, kwa sababu tunajiuliza kwa nini mikopo mingi inayotolewa kwenye sekta binafsi inaweza kurudishwa na watu biashara zao zinafanikiwa. Lakini ukiangalia figures kama nilizozitoa hapa ni nyingi sana. Ziko halmashauri hapa zinatoa bilioni 6, bilioni 5, bilioni 3 wanapatia vijana. Lakini nyingi ukienda kuzitafuta, maeneo yote niliyopita nimekuwa nikienda kuuliza, naomba mnipeleke kwenye mradi wa vijana. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu vijana wengi hawana vitu ambavyo ni tangible. Lakini ukiongea na vijana wanakuambia tu kweli pesa tulipata. Lakini sisi wote tunafahamu fedha peke yake sio msingi wa mafanikio ya kibiashara. Tunahitaji vitu vingi sana. Tunahitaji kujenga tabia zao, tunahitaji kujenga resilience yao, tunahitaji kuwafundisha kuhusu masoko, kuhusu management na vitu vinavyofanana hivyo. Kwa hiyo ni muhimu kutengeneza program za ulezi. Kwa hiyo sisi kama wizara tumesema kwenye kila program itakayofanyika tunahitaji kuona component ya ulezi ikiwepo ili kuwasaidia hawa vijana. Lakini ndugu wanahabari, katika kuongeza fursa za biashara na soko, serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni za ununuzi wa umma zinazoelekeza kutengwa kwa 30% ya bajeti ya ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi yenye kipaumbele, ikiwemo vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Hii ni fursa muhimu kwa vijana kujenga biashara endelevu kupitia utoaji wa bidhaa na huduma kwa serikali na taasisi zake. Na hili ningependa kuambia wanahabari kwamba mimi kama waziri mwenye dhamana nitaendelea kulisimamia, kulisema, na pia nitashirikiana na taasisi za serikali kuhakikisha kwamba matakwa haya ya kisheria, kwa sababu hili sasa ni jambo la kisheria, matakwa ya kisheria yanatekelezwa kwa vitendo. Kwa sababu tukifanya hivyo, maana yake tutakuwa na pesa nyingi sana ambao vijana kupitia kampuni zao wanaweza wakafanya kazi. Na katika hili nimewahi kuulizwa sehemu, wanasema sasa vijana hawana uzoefu wa kufanya hizo kazi za kampuni ambazo tukiwapa makampuni makubwa. Na swali langu linakuwa rahisi tu, katika mnyororo wa huduma zako zote, hivi kweli kuna shughuli ambazo vijana hawezi kuzifanya? Vijana wanaweza kushindwa kweli kuwa na kampuni ya kusupply vifaa vya usafi au kufanya usafi katika ofisi zetu? Wanaweza. Kwa chochote ambacho tunakifanya tukiwa na thinking kwamba lazima component ya vijana iwepo, ninaamini hakuna taasisi ambayo ina jambo ambalo vijana hawezi kulifanya. Kama ni kurepair ICT equipments wanaweza kufanya. Kama ni wana gari la kubeba taka katika halmashauri, mnaweza mkawakopesha na wakalinunua na baadaye wakalipa. Inawezekana kabisa. Kwa hiyo ni kuwa na thinking. Tunataka kila mtu anayefanya jambo katika taifa hili awaze kwamba vijana wana component gani katika mipango ya maendeleo. Na sisi kama wizara tutaendelea kulisema hilo na kuhakikisha linatekelezeka. Kadhalika serikali inaendelea kuhamasisha na kuratibu mifumo ya fedha na bidhaa za kifedha zinazohusiana na uchumi wa blue, kwa maana blue economy, zinazotekelezwa kupitia taasisi za kifedha ikiwemo benki ya CRDB na benki ya NMB, pamoja na upanuzi wa ushirikiano na benki nyingine, ili kuwezesha biashara na miradi ya vijana katika sekta za uvuvi, usindikaji, usafirishaji wa bidhaa za baharini na maziwa, pamoja na huduma za bahari na ukanda wa pwani. Ndugu wanahabari, katika falsafa yetu ya utoaji wa huduma kama wizara, tumejipanga kuhakikisha serikali inafikika kwa vijana kwa urahisi sana, lakini pia kwa wakati.
na tunatumia teknolojia kama nilivyoeleza falsafa zetu tatu kama nyenzo ya msingi ya kuharakisha huduma, lakini pia kupokea maoni na kuunganisha vijana na fursa. Ndio maana tumeshaanza hatua za awali za kuanzisha jukwaa la kidijitali la huduma jumuishi, tunaliita Youth Digital One Stop Platform, ili kuwezesha kwanza upatikanaji wa taarifa za ajira. Tumeona kuna changamoto pia za vijana kupata taarifa katika maeneo tuliyopita. Sasa tunasema kwa sababu vijana wengi wanatumia simu zao na teknolojia, tuwe na Youth Digital One Stop Platform ambayo tutakuwa tunaweza kushare fursa mbalimbali za ajira zinazotokea mbalimbali. Lakini pia mafunzo ambayo vijana wanaweza kuyapata yakawasaidia kuongeza ujuzi. Kuna vitu tunaita soft skills. Kufanya negotiation unafanyaje? Kufanya presentation unafanyaje? Kwa hiyo vitu vinavyofanana na hivyo, kutengeneza network nzuri za watu wa kusaidia. Kwa hiyo yako mafunzo ambayo tunaamini vijana wakiyapata yanaweza kuwasaidia zaidi, lakini fursa za mikopo zinazotolewa, masoko na huduma nyingine kwa namna iliyorahisishwa. Na hii itakuwa ni kiganjani kwa kijana yote katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini pia katika ziara zetu mikoani tumebaini masuala muhimu yanayohitaji hatua za haraka, ikiwemo uhitaji mkubwa wa ajira na mafunzo ya vitendo. Lakini pia kuna changamoto ya taarifa duni kuhusu fursa zilizopo na upungufu wa mitaji na ushauri wa kibiashara, business development services zinakosekana. Lakini kuna changamoto za masoko na uongezaji wa thamani katika bidhaa tunazozalisha, pamoja na masuala ya maadili. Lakini pia tumekuwa na changamoto kubwa sana ya swala la afya ya akili, na nafikiri nyewe mnafahamu tumekuwa na kesi nyingi sana pia za vijana kuhusiana na jambo hili pia. Kwa kushirikiana na wizara zingine na taasisi zingine, tunaona pia namna ambavyo na sisi tunaweza tukaliweka katikati ya mipango yetu na mikakati yetu. Lakini tunazo changamoto pia za matumizi ya madawa ya kulevya kwa baadhi ya vijana pia. Taarifa ya kina ya uchambuzi wa masuala hayo yote ambayo nimeyataja ilishaandaliwa na wizara katika mikoa ambayo tuliyopita, na kitakwimu tunaweza kujua na kufahamu maeneo gani ambayo vijana wanazungumza zaidi, wana changamoto zaidi. Kwa taarifa hiyo tunayo, na nafikiri wakati tutakapofika tutaishia kwa mapana tutakapokuwa tumemaliza ziara zetu katika mikoa ambayo imebakia. Tunaendelea kufanya vikao kazi na maafisa maendeleo ya vijana na mikoa na halmashauri, na wiki iliyopita tulikuwa na afisa maendeleo ya vijana wa mikoa 26 na halmashauri 184 pale Dodoma, ili tuweze kujenga uelewa wa pamoja na mwelekeo wa wizara, lakini pia kuimarisha uratibu wa utekelezaji na kukubaliana pia mfumo wa ukusanyaji na uwasilishaji wa taarifa sahihi kuhusiana na vijana, program za vijana, ajira, lakini pia na uwezeshaji kwa maeneo yao. Na tumelifanya hili kwa sababu katika kuzunguka kwangu pia nilikuwa naona changamoto ninayokutana nayo. Maeneo mengi nilikuwa nimepita, sikuwa nimetambulishwa afisa yote wa vijana, wa maendeleo ya vijana eneo lote lile. Mpaka nikashangaa watu wapo wanafanya nini. Kwa hiyo nikaagiza nikutane nao, na nilipokutana nao, pamoja na kuambia yale ambayo sisi tunataka tuambie, tulijifunza mengi sana katika utekelezaji wa masuala yanayohusiana na vijana. Dhamira yetu ni kuona kwamba tunaendelea kufanya nao kazi kwa karibu na kutengeneza mtandao ambao utakuwa imara, ili masuala ya vijana yaanzie katika ngazi za chini yaweze kupanda mpaka juu, tuweze kuweza kushirikiana. Na tumewajulisha kwamba vijana wanahitaji kusikilizwa. Hiyo ni moja ya kitu tumewaambia. Wanahitaji kuhudumiwa kwa haraka ili kujenga falsafa ya kasi, kufikika pamoja na teknolojia ambayo tunaendana nayo. Kwa hiyo tumeomba wasikie ofisini, waende kuzungumza na vijana kama ambavyo mimi kama waziri na timu yangu nimefanya, nao pia wafanye vile vile. Ndugu wanahabari, katika kuimarisha ushiriki wa vijana, serikali inaendelea kuimarisha majukwaa ya kuwakutanisha vijana. Moja jambo tumelikuta pia field kwamba vijana wengi wanahitaji kupata maeneo ya kuzungumza. Sasa sisi kama wizara tumeandaa kitu kinaitwa Vijana Platform, ambao ni jukwaa la vijana kuwa wanazungumza, ambao tutalizindua rasmi na litafanyika katika maeneo mbalimbali. Jukwaa hili sio la sisi kuambia vijana tu tunachotaka kuambia, ni jukwaa la kusikiliza sauti ya vijana, kujadili changamoto zao na kuunganisha vijana pamoja na wadau na kueleza fursa katika maeneo yao. Jukwaa hili linaenda sambamba na hatua za kisheria na kiutendaji kuelekea ukamilishwaji wa mfumo wa ushiriki wa vijana kitaifa kupitia sera ya kitaifa inayoelekeza kuunda mabaraza ya vijana, ambao tayari iko katika utaratibu. Wakati tunaendelea na program ambayo tunaifanya sasa, tunaendelea kufuatilia taratibu za kisheria kwa ajili ya utekelezaji wa hii sera na sheria namba 441 ambayo imeelekeza uanzishwaji wa baraza la vijana katika maeneo mbalimbali. Ndugu wanahabari, katika eneo la ugunduzi na ubunifu, serikali itaendelea kuimarisha mazingira wezeshi kwa vijana wabunifu kwa kuendeleza vituo tamizi na vituo vya kulea ubunifu, yani innovation hubs, pamoja na kuhamasisha ubunifu na uzalisha ajira na bidhaa huduma zenye ushindani. Aidha, tutaimarisha mifumo ya ulinzi wa kazi za ubunifu katika sanaa. Tunafahamu tuko kwenye digital economy. Vijana wengi wanakuja na kazi za ubunifu, lakini baadaye wafaidiki na ule ujuzi wao pia. Tutaka tuone tunavyoshirikiana na wizara zingine na taasisi zingine kuona wanafaidika na kazi zao pia kupitia sanaa, michezo, filamu na muziki, ili vijana wanufaike kiuchumi kutokana na kazi zao.
Lakini ndugu wanahabari, napenda pia kutoa taarifa kwamba Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana ina vituo vitatu vya maendeleo ya vijana ambavyo kwa muda mrefu vimekuwa vifanyi kazi. Vituo hivyo ni Sasanda kilichopo mkoani Songwe, Ilonga kilichopo mkoani Morogoro na Marangu kilichopo mkoani Kilimanjaro. Dhamira ya serikali ni kuvifufua na kuviboresha vituo hai vya kutoa ujuzi wa vitendo, kujenga uzalendo na kuwezesha vijana kupata stadi za ujasiriamali pamoja na ajira. Na katika maboresho hayo tunalenga pia kuwa na program maalum inayoitwa Open Coding School ili kuongeza ujuzi wa tehama na uchumi wa kidijitali kwa vijana. Tukielewa kwamba vijana wengi sasa uchumi wao wameambatanisha na masuala mazima ya kidijitali.